Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu, katika uhusiano wetu na Mungu tunatakiwa kuwa mashujaa wa maombi. Na leo siku ya 5 ambayo tunaiita tena Alhamis, tunajifunza kuhusu Musa anaombea taifa. Sisi kama mashujaa wa maombi tunatakiwa kuwa watu wa kuombea hata pia taifa. Je, kuna mara ngapi umeombea taifa lako? Umeombea nchi yako? Umeombea sijui kanisa lako? Nitakusihi kusoma kwenye Kutoka 32, 31, 32 na tuangalie hii inatufundisha nini kuhusu Musa na maombi. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, maisha ya Musa inaonyesha kwamba alikuwa ni kiongozi mnyenyekevu, mtu ambaye alikuwa anaomba siku baada ya siku, alikuwa akidumu katika uwepo wa Mungu, alikuwa akibaki katika uwepo wa Mungu. Kwa mfano, wakati walipokuwa na haja ya chakula, alikuwa anawaombea. Walipokuwa na haja ya maji, alikuwa anawaombea. Kulipokuwa changamoto, alikuwa anawaombea. Kwa hivyo hata wakati Waisraeli walitengeneza ndama ya dhahabu mara tu baada ya Mungu kufanya agano nao, kwa sababu ilikuwa ni kitu kibaya ambacho walikuwa wamekifanya, na Musa akawaombea huruma. Mara nyingine akaomba hata siku 40 kwa ajili ya kuombea taifa na kuiombea msamaha. Hata wapelelezi waliporudi kutoka nchi ya ahadi, Musa alikumbuka na kusema, ndipo nikaanguka nchi mbele za Bwana siku zile 40 usiku na mchana nilizokuwa nimeanguka nchi, kwa kuwa Bwana alisema atawaangamiza. Kwenye Hesabu 9:15. Musa alikuwa anaomba katika siku 40. Kwa hivyo hata wakati Lawi alipotengwa na makabila mengine ili kutumika katika patakatifu, Musa alikumbuka na kusema, ninakaa mle mlimani kama hapo kwanza siku 40. Kwa hivyo maisha ya Musa ilikuwa tu ni ya maombi, na alikuwa anaomba sio tu kwa ajili yake pekee, alikuwa anaombea watu wengine. Mtu ambaye anataka kukomaa katika uhusiano wake pamoja na Mungu anatakiwa kuwa shujaa wa maombi, ambaye sio tu anajiombea, anaombea hata jumuiya. Unaombea nchi ya Kongo, unaombea nchi jirani, Rwanda, Uganda, Tanzania, Sudan, Kongo Centrafrique, Brazzaville, Angola, Zambia. Hizi nchi zote unakuwa mtu wa kuziombea. Okay, unaombea hata Afrika nzima, hata bara fulani, hata rasi fulani unawaombea. Itakuwa ni kitu kizuri kabisa katika maombi. Kwa hivyo tunaweza kujifunza mengi kutokana na maisha ya Musa kuhusiana na sala na kushikamana na Mungu. Kuna masomo karibia 4 ambazo tunaweza kujifunza. Somo la kwanza, shika vizuri, ni kwamba Musa alikuwa na upendo wa kina kwa Mungu na picha ya wazi ya tabia yake. Mungu alijieleza kwa Musa katika Kutoka 34:6. Kwa hivi Musa alijua yule anayemuomba ni nani. Mara nyingi tunashindwa kuomba kwa sababu hatujakuwa na picha halisi ya Mungu. Unatakiwa kumjua Mungu vizuri. Somo lililopita lilitufunza kumjua Mungu maana yake nini. Ukimjua Mungu kwa kweli itaathiri hata uhusiano wako wa kiroho. Somo lingine ni kwamba Musa alikuwa jasiri na mwaminifu alipomshikilia Mungu katika panda shuka za safari yenye uchovu ya kuelekea nchi ya ahadi. Ingawa alitatizika kama sisi sote tunavyofanya, Musa aliamini uwepo na uongozi wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Kwa hivyo Musa alikuwa ni jasiri na mwaminifu. Alipokuwa akijua kwamba Mungu yuko kwa upande wake, basi hakuogopa chochote. Kama baadhi yetu tunapitia changamoto na tunaogopa, tu watu wasiogopa tukijua kwamba Mungu yuko kwa upande wetu. Jambo lingine ni kwamba Musa alimkumbusha Mungu juu ya agano lake. Kwenye Kutoka 32:13, alidai ahadi za Mungu kwa niaba ya watu wake. Akasema, Mungu uliahidi hiki na hiki kwa ajili ya taifa lako, basi tenda, na akatenda. Kwa hivi na kukumbuka uongozi wa Mungu wa siku zilizopita. Akasema, siku zilizopita walituongoza, basi waongoze na hawa watu. Somo la mwisho ni kwamba Musa alikubali majibu ya Mungu kwa sala zake, iwe ndio au hapana. Kwa hivi kuwa katika uhusiano wa karibu na Mungu haimaanishi moja kwa moja kwamba tutapata kila tunachotaka, kulingana na Kumbukumbu la Torati 3:13-19, lakini tunapaswa kuomba kwa kudumu. Hata hivyo, uhusiano na kuwa shujaa wa maombi haisemi ya kwamba chochote utakachokiomba utakipata. Mara nyingine kinaweza kuja kinyume na kile ambacho ulikuwa unakusudia, lakini hiyo isiukatishe tumaini, useme sitaomba tena kwa sababu niliomba hiki na Mungu akanipea hiki. Endelea kuomba. Katika maombi kuna nguvu. Tunapambana na ibilisi, tunapewa nguvu. Malaika wanakuja kutulinda kupitia maombi. Pendwa, ni nani anayehitaji maombezi yako sasa hivi? Umuombee. Ni nini kinakuzuia kuomba sasa hivi? Nini kinakufanya usimuombee mtu fulani? Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu akusaidie, akuonyeshe nani anahitaji maombi na umuombee. Na ikiwa wewe pia unapenda tukuombee kwa ajili ya shida fulani, unaweza kutuandikia kwenye comment ama kuwasiliana nasi kwenye namba yetu ya simu ya WhatsApp. Mungu akubariki. Tuombe. Baba mtukufu, asante kwa unatufunza kuwa wa kuombea taifa kama Musa. Tusaidie tuombee taifa,
tu waombaji wa shujaa katika maombi katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine kwamba sote tupate kubarikiwa pamoja. Mungu akubariki.